The CEO collab with WCB go by the name Diamond Platnumz ambaye amerudi tena kupitia mitandao ya kijamii na kushindwa kabisa kujizuia hisia zake juu ya mashabiki zake ama juu ya mashabiki wa record label hiyo ya WCB. Diamond Platnumz tangia alivyoanzisha record label hii WCB amekuwa ni mtu ambaye sasa hivi mashabiki zake amekuwa sio tu mashabiki wa Diamond, lakini vile vile ni mashabiki wa chama lenyewe ambalo linafahamika kama WCB. So far WCB imekuwa na wasanii wakali sana, tayari imetengeneza hit song kali, lakini vile vile WCB imekuwa ni sema ambayo imeendelea kukuza vijana wengi sana kimziki na kuwafanya kufikia mahali pazuri sana. So Diamond Platnumz kama nafahamu amemintroduce mwanamuziki wake mpya kupitia record label hiyo WCB ambaye anafahamika kama Zuchu. Mwanamuziki huyu naweza nikakwambia ni kwa mara ya kwanza kabisa kuweza kumsikia, kwa sababu hichi ni kipaji ambacho bado hakikuweza kuingia zaidi dukani, lakini Diamond Platnumz amekibrana hivi sasa kimekuwa kikiendelea kusikika zaidi. So Diamond kupitia ukurasa wake wa Instagram aliamua kuja kwa ziada, ama unaweza nikasema vile kuja kwa niaba nzuri zaidi ya label nzima WCB, management ya WCB, vile kwa niaba ya mwanamuziki wake huyo mpya ambaye hivi sasa anafahamika kama Zuchu, na kushukuru mashabiki zake hususan zaidi fanbase ambayo imekuwa ikisupport muziki ambao anakuwa anafanya, vile iliyokuwa ikisupport na bado imekuwa ikiendelea kusupport kazi za WCB. Hivi sasa kama nafahamu janga ambalo limekuwa likikumba dunia basi ni janga kubwa sana, na attention zima pia imehamia kwa upande mwingine, na hii ilikuwa ni hatari zaidi hata kwa swala zima la biashara kimuziki. Wengi wakihofia kwamba wale watu ambao walikuwa wanategemea kufanya muziki, watu ambao walikuwa wanategemea kutrend zaidi kupitia kazi ya sanaa za kimuziki, wenda hivi sasa hawataweza kupata kabisa ile trend, kwa sababu zima watu wamekuwa busy sana na kutengeneza attention na jinsi ambavyo wamekuwa kijikinga na janga hilo. Lakini so far naweza kusema kupitia WCB hivi sasa ndo watu ambao wamekuwa kituburudisha zaidi kipindi hicho ambacho watu wengi wapo ndani ya makarantini, watu wengi sana wamekuwa lockdown, lakini WCB imeendelea kutoa ngoma kali, imeendelea kufanya vitu vizuri sana na ngoma zao zimeendelea kutrend zaidi. Na kupitia collab hii WCB ambao mwanamuziki wao mpya hivi sasa ndo amekuwa akiendelea kutamba zaidi. Kama nishakufahamisha kwamba record label hii imekuwa ni collab ambayo inaheshimu sana jinsi ambavyo unaweza kaifanya ngoma kuchukua nafasi kubwa sana. This time kama umekuwa makini ni wanamuziki kutoka collab WCB wamesimamisha kazi zao, alafu ni kama watu wamekuwa kitia nguvu za kubwa zaidi kusupport kipaji kipi ambacho kimeongezeka kupitia record label hiyo WCB. So baada ya kuonekana kwamba mwanamuziki huyu mpya ambaye ana takriban siku 7 tu ambaye anafahamika kama Zuchu amekuja na EP yake ambayo pia inakwenda kwa jina la I Am Zuchu, ikiwa ni EP ambayo ina ngoma kali sana, EP ambayo tayari ngoma kadhaa zimeshatengenezwa, ikiwemo ngoma ya wana ya kwanza kabisa, ngoma ya kwaru na ngoma zinginezo ambazo Zuchu tayari amezitolea video, ikiwa zingine tayari watu wameweza kuzisikiliza, bado sio lazima tu la kichupa. So naweza nikasema ni ujio mkubwa sana ambao ameufanya, amekuja vizuri sana, kama ni mtu ambaye anaonekana kweli alipikwa kimuziki, amejiandaa kimuziki, na hivi sasa alikuwa ni tayari kabisa kwa ajili ya vita zima ya kimuziki ya Bongo Flava, na vile vita ambayo imekuwa kielekea kimataifa zaidi kutumia muziki ambao Diamond Platnumz amekuwa akiusimamia kuanzia alipoanza mpaka leo hii, na kusambaza kwa wadogo zake, jamaa zake na wale wote ambao wamekuwa wakipata support chini ya mwanamuziki huyu ambaye anafahamika kama Diamond Platnumz. Kwa hivi sasa kupitia YouTube channel ya mwanamuziki Zuchu, ambaye naweza nikakwambia kwamba YouTube channel ni kitu ambacho kimekuwa ni cha muhimu sana kwa mwanamuziki yote ama mtoto ambaye amekuwa ana lengo la kufanya muziki wake kibiashara. You already know, kisikia WCB hii ni shuzima sio tu kufanya muziki, lakini vile vile hii ni familia ambayo ilitengeneza kutengeneza muziki wa kibiashara. Ndio bana Diamond Platnumz amekuwa kiinvest pesa mingi sana, muda mwingi sana kwa wasanii hao, ili mwisho siku watengeneze kitu classic ambacho kikija kutoka kwa watu wakikubali na wakipokee kwa mikono yote miwili. So far kwa hiyo ni sema ambayo mwanamuziki anakuwa kileta kazi zake mbalimbali, muziki yake, ngoma zake, vitu mbalimbali ambavyo amekuwa kivifanya ambazo zinakuwa zikijumuisha maisha yake kimuziki ujumla, ambao mwisho siku kupitia YouTube channel ndio imekuwa kisehemu pekee ambayo inakuja kupima uwezo mkubwa sana wa mwanamuziki, ama jinsi ambavyo mwanamuziki anakuwa kipambana na kuishinda kabisa ngome ya kimuziki. Kwa Zuchu ni mwanamuziki ambaye mpaka sasa amefikisha 100k subscribers kupitia YouTube channel yake hiyo. Ni kwambia tu hii ni YouTube channel ambayo imeanzishwa siku 7 iliyopita. Yaani baada tu ya Zuchu kuanza kufanya ngoma, baada ya Zuchu kutambulika rasmi kabisa kuwa kupitia record label WCB. So kila kitu kilianza fresh kabisa, na kupitia hata YouTube channel yake ngoma ya kwanza ilikuwa ni ile ngoma ya wana ambayo ilipostiwa siku 7 zilizopita, ni kama ngoma ambayo hivi sasa imeendelea kutamba sana na kuendelea kukamata kupitia mitandao ya kijamii. So vile vile ngoma yake ya kwanza ya wana ambayo mpaka sasa imefikisha tayari
millions of viewers, ikionekana kwamba ni msanii ambaye ana muda mfupi sana, ni msanii ambaye ngoma yake ameitoa siku chache tu, lakini tayari imekamata millions of views, na ngoma ambayo sasa hivi imekuwa ikiendelea kutamba sana, si tu Bongo lakini nafahamu muziki wake Zuchu huenda ukawa ni international zaidi, kwa sababu jinsi ambavyo amekuwa akipata attention kubwa sana kwa watu, kama vile amepata promotion kubwa sana kupitia kampuni hiyo, record label hiyo ya WCB, ambayo imekuwa ikisimamia kazi zake na kummanage mwanamuziki huyu mpya ambaye anafahamika kama Zuchu. Kwa baada ya Diamond Platnumz kuona kwamba wenda huu ukawa ni tofauti kubwa sana, ama amevunja rekodi ambayo ilikuwa haijawahi kuonekana kabisa, ni kwani mwanamuziki ambaye kwa muda mfupi tu tayari akakamata million subscribers kupitia YouTube channel yake. Na kama nafahamu kwamba YouTube channel ni kitu ambacho kinabidi kiheshimiwe sana ikija kwenye swala zima la kazi ya msanii ambaye yeye lengo lake ni kufanya muziki kibiashara zaidi. So Diamond Platnumz aliposti picha ambayo inaonyesha kama screenshot ambayo inaonyesha YouTube channel yake binti huyo ambaye anafahamika kama Official Zuchu kupitia ukurasa wake wa Instagram. Alafu kwenye caption ambazo Diamond aliamua kupita naye ni kama alikuwa akishukuru na kuendelea kushukuru zaidi mashabiki wa Zuchu, mashabiki wa Kiyae na mashabiki wa Wasafi ambao kila siku wamekuwa kiendelea kupromote kazi zao, wamekuwa kiendelea kuwafanya Wasafi wafike kwenye lile levels za kimataifa sana. So nikicomment tu ama nikinukuu maneno ambayo Diamond Platnumz aliandika kupitia ukurasa wake wa Instagram, aliandika hivi: thank you for helping akamtaga Official Zuchu to set the record of being the first new African artist to reach 100k within subscribers within 7 days. Alisema kwamba cha kwanza nashukuru sana watu kwa kumsaidia Official Zuchu, kwa kumfikisha ama kwa kumfanya Official Zuchu afikie kwenye ile rekodi ya kuwa ni mwanamuziki wa kwanza Afrika ambaye anachipukia kufikisha 100k kupitia YouTube channel yake ndani ya siku 7. Akaendelea kusema kwamba this is more than love and improves that women can they do and be empowered and be best with what they do. So hivi ndivyo ambavyo Diamond Platnumz aliandika kuelezea kwamba wanawake wanaweza kufanya vizuri sana, wanawake wanaweza kufanya kitu kikubwa zaidi kama tu wakiweza kusaidiwa. Akaendelea kusema kwamba ninayo furaha kuwajuza kuwa binti yenu Official Zuchu ameweka rekodi ya kuwa msanii wa kwanza Afrika kupata subscribers zaidi ya 100,000 kwenye YouTube channel yake ndani ya siku 7 toka kutambulishwa. Akaendelea kusema kwamba hili ni jambo zito kwa kweli, nawapongeza na kuwashukuru sana kwa sababu bila nyinyi nisingewezekana. So hivi ndivyo ambavyo Diamond Platnumz aliamua kuja kwa ukurasa wake wa Instagram na kushukuru mashabiki wa Zuchu, mashabiki wa Diamond na mashabiki ambao wamekuwa wakisupport kazi nzuri kupitia record label hiyo ya WCB. Kitu ambacho mimi nimepita nacho na kukinukuu sahihi zaidi kwamba Diamond amesema ni mwanamuziki wa kwanza Afrika ambaye anachipukia kufikisha 100k kwa wiki moja. Tunaweza kuambia ni kama hii imekuja kuwa tofauti sana. Kwa mara kwanza kabisa kupitia Tanzania, mwanamuziki wa kike ambaye amekuja kwa siku 7 tu na tayari amekamata mafanikio makubwa sana kupitia mtandao wa YouTube. So hii ni moja ya hatua kubwa sana ambayo inaonekana kwa wanawake, hatua kubwa sana ambayo inaonekana kwa muziki wa Bongo Flava, hatua kubwa sana ambayo Tanzania wamekuwa wakipiga kimuziki kiujuma. Ni kwamba zamani ilikuwa kama Tanzania ilikuwa kwenye ile nchi ambayo inaonekana muziki wake ulikuwa haufanyi poa sana, lakini sasa nikasema sasa hivi muziki umebadilika sana. Bado na muziki kutoka Tanzania pia kuthamini kwamba muziki ni kitu ambacho ni biashara sana, muziki ni kitu ambacho ukikitilia manani huenda kitafanya poa zaidi. And so far vile vile mwanamuziki huyu mpya kupitia record label ya WCB tayari ameonyesha makubwa sana ambayo ameweza kuonyesha kama mwanamke ambaye amekuja hivi sasa kwenye game la kimuziki na ameendelea kufanya vitu vikali sana. So huyu ni mtu ambaye niweza kusema ni mwanamuziki ambaye ni mchanga sana kupitia record label WCB, lakini tayari amefanya makubwa sana kwa kiasi hichi. Huenda mwanamuziki huyu akiendelea kupata airtime kubwa sana kupitia record label hiyo WCB, ama akiwa tena miaka 2-3 tu kupitia record label hiyo WCB, kuna vitu vingi sana ambavyo vitakuja kutokea hatari kabisa kupitia muziki wa Bongo Flava. This time naweza nikasema ni kama muziki umepelekwa kikike zaidi, ama jinsi gani ambavyo watoto wa kike wamekuwa kiamka sana kwenye swala zima la kufanya muziki. Tunaona majina kama Vanessa Mdee, majina kama Nandy, tayari ni majina ambayo yamefanya vizuri sana kupitia muziki wa Tanzania. And so far bado yamekuwa yakiendelea kuongezeka majina ya wanawake wengi sana ambao wamekuwa wakithamini muziki na wakiipa muziki heshima kubwa sana. Na hivi sasa tunaendelea kuona kwamba mwanamuziki mpya kupitia record label WCB na pia ameungana kwenye ile list ya wanawake ambao wamekuwa wakiendelea kupambana na kulisogeza ile jarida zima la kimuziki kupitia hapa Tanzania.
Na tukiendelea na progress mbalimbali ambazo Zuchu amekuwa akiendelea kuzionyesha kupitia mziki, hivi sasa tena kupitia ukurasa wa Instagram wa mwanamuziki Diamond aliposti tena na kuandika kwamba wimbo wa kwanza Afrika wa Zuchu ambao umeweza kufanya vizuri sana, yani nyimbo yake ya track namba 4 kupitia EP yake ya Zuchu ambayo alitoa wiki hii, ambayo hivi sasa inafahamika kama One, ni kama ambayo imekuwa ya kwanza kabisa kwa zile top 100 chart kupitia Boomplay Music. So unaona kabisa hichi ni moja kitu ambacho kwambia ni kipaji ambacho kipo damula, kama vile ni support ambao Bongo Bongo amekitoa na love ya kutosha ambayo amekuwa kionyesha kupitia muziki. And so far sasa hivi amekuwa akiendelea kupanga kwenye zile mbanga za kimataifa zaidi, yani kufikia kwenye yule mwanamuziki ambaye ameanza muziki tu hivi sasa na kupanda chart na kuwa ni wa kwanza kabisa ngoma yake kuwa inatawala kupitia mtandao wa Boomplay kupitia Afrika nzima. Hii ni bonge moja la step, ni bonge moja respect kupitia muziki Bongo Flava, ni bonge moja respect kwa management yake na jinsi ambavyo pia amekuwa na kikubwa sana ya kufanya vizuri kupitia mziki huu na kuupa heshima sana mziki wa Bongo Flava. So hii ni support na love ya kutosha ambayo Diamond amekuwa akiamini kwamba mashabiki wamekuwa wakitoa na kuendelea kuomba zaidi na zaidi kwamba mashabiki waendelee kuonyesha ile love na kutosha, na kila kitu kinaendelea kuonekana kuwa poa zaidi baada ya mwanamuziki huu kutoka kupitia lebo ya WCB ndani siku 7 tu tayari kuonyesha maajabu makubwa zaidi. And so far labda watu wakaendelea kumpa muda mwingi sana, ataendelea kufanya maajabu makubwa zaidi kupitia mziki wa Tanzania na kupitia record label hiyo ya WCB. So vile vile sasa hivi ni kama inaonekana kupitia record label ya WCB ambapo wengi tulikuwa tunaamini mwanamuziki wa kike ambaye alikuwa anapatikana, ambaye alikuwa anafahamika kama Queen Darleen, alikuwa kama nembo tu, lakini mwisho siku alikuwa haitendei haki kabisa record label hiyo ya WCB. So this time wende kama ni tofauti zaidi baada ya kuona Zuchu pia ni mwanamke ambaye yuko ndani ya record label ya WCB na amekuwa akitikisa sana kupitia muziki wa Bongo Flava. So challenge iko on sasa hivi na kuonekana kwamba muziki umeanza kama kuamsha na kuchangamsha kibengine kabisa kupitia record label WCB kwa kutumia mwanamuziki wao mpya ama kipaji kipya ambacho kimesainiwa chini ya record label hiyo ya WCB. So endelea kusubscribe kupitia YouTube channel yako Platinum Media, usisahau kugonga kengele ili uendelee kuwa kwanza kupata more stories na kila kitu ambacho kimekuwa kikiendelea kuvibe sana kupitia YouTube channel yako hii ya Platinum Media. So everything endelea kusignasi hapa kila siku, kila saa, every time kupitia YouTube channel yako hii ya Platinum Media.